Kwa majina naitwa Danistan Bigivai Mwegoha, ni diwani wa kata ya Gairo. Kwanza kabisa nichukue fursa hii ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyotupatia kwa siku ya leo kuweza kutembelea kuona ujenzi wa majengo ya chuo ambacho kinajengwa katika eneo la kijiji cha Malimbika. Lakini kwanza jambo la msingi ambalo limenifurahisha sana katika eneo hili kwanza ni upatikanaji wa hili eneo ambalo ni kiasi cha ekari 7. Lakini pia na mpangilio wa majengo ambayo wameyaweka majengo yao vizuri zaidi. Lakini lengo la serikali, tukiingia kwenye serikali, ni kwamba huwa inasema kwamba kila wilaya au kila halmashauri inatakiwa iwe na chuo cha VETA. Lakini sisi kwa wilaya yetu ya Gairo tumechelewa kupata chuo cha VETA ambacho mpaka hivi sasa bado kipo Msingisi, kata ya Msingisi, kinaendelea kujengwa. Lakini huyu mwekezaji ambaye amekuja kuwekeza kwenye kata ya Gairo kwenye chuo hiki ambacho kitachukua wanafunzi wetu au vijana wetu kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi katika chuo hiki, ni kwamba nichukue fursa ya kuwashukuru sana na kumshukuru sana mwekezaji kwa kuchukua hatua hii ya kuja kuweka chuo cha ufundi kwenye kata hii ya Gairo. Lakini jambo la kwanza nitoe wito kwa wananchi wote wa wilaya ya Gairo na hususan na sehemu nyingine mbalimbali kwamba waje walete watoto wao ili waweze kujiunga na chuo hiki. Nimeona chuo hiki kitakuwa kiko vizuri na bora zaidi kwenye utoaji wa elimu na ufundishaji. Hasa nimeona kwamba tayari wana vitendea kazi ambapo vipo vya kutosha na vya kisasa zaidi. Hosteli kwa wanafunzi wengine ambao watakokuwa sasa wanatoka wilaya mbalimbali na maeneo mengine tofauti na hapa Gairo kuja kukaa kwenye hosteli kwenye chuo hiki. Lakini niseme tu kwamba nimefarijika sana na ujenzi huu na mwekezaji nampa hongera yake sana, na tuendelee na utaratibu huo wa kupokea wanafunzi, na kama alivyoahidi kwamba Machi hii sasa anategemea kuanza kuleta wanafunzi na kuweza kuendelea kutoa elimu kwa hao wanafunzi. Kwa hiyo naamini itakuwa ni mkombozi wa wananchi na jamii ya wilaya ya Gairo, hususan kata ya Gairo, na sisi tutakuwa wanufaika wa kwanza. Lakini jambo la msingi ambalo nimemshukuru mwekezaji huyu kwamba mafundi ambao naona wamejenga majengo haya wametoka kwenye kijiji cha Malimbika na wamejenga majengo haya kwa kiwango kinachotakiwa. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu sana kwa mwekezaji kwamba ametambua kwamba unapolepeleka mradi mahali basi angalau uchukua vijana pale pale ili waweze kunufaika. Kwa hiyo ni moja sasa ya kuonyesha kwamba ni kweli mwekezaji huyu ataajiri watu wengi wa kutoka kwenye maeneo husika, maadamu wakiwa wana vigezo na masharti yatazingatiwa katika kutafuta ajira ya vijana wetu hapa. Asante sana. Kabla jambo la kwanza la kumshukuru mwekezaji kwa maelezo ambayo ametupatia tukiwa ofisini kwake, jambo la kwanza watanufaika wale watoto ambao wamemaliza kidato cha 4 lakini kuna baadhi ya masomo hajafanya vizuri. Kwa hiyo iko nafasi ya kurudia kwenye yale masomo